Mimi nimetoka kupiga kura turudi kukaa hapa. Tuko na wateja kama wawili hivi. Shangaa watu wakawa wanakuja kundi kubwa huko. Wakazani nyewe sisi tunaandamana nyinyi mnafanya biashara. Kwa hiyo walikuja na virungu vinini, kwa hiyo mimi nifanyaje? Niwakimbia. Na tuko nao wakawa wamekimbia. Kuja narudi nakuta wamenisafisha. Wamechukua vinywaji, wamepasua hapa vitu. Yaani hasara kama milioni 6 kama laki 8 hivi. Umeona, wamechukua vinywaji vyote vya pale. Waondoka na friji. Na tuna mikopo benki, sijui nalipaje. Mtaji umeshachukuliwa wote. Tuna watoto wanataka kula kila kitu. Kama hata tungepata hata mmoja ningekuwa nateseka hivi, tungemripoti polisi. Lakini hata mmoja bado tunamjua. Kwa hapa hakuna mmoja hata mmoja aliyetambulika kwa sababu sio wakazi wa hapa. Nafikiri wangekuwa wakazi wa hapa wangetambulika. Walitishia amani, walikuwa na visu, walikuwa na mapanga kwa sababu walimtishia mlinzi wetu hapa akiwa alikuwa anajaribu kujitetea, wakamtishia kisu. Nikaa nimeibiwa vitu kwenye biashara yangu ambayo ilikuwa ni TV 2, generator, waliiba pia mashine za muziki na vifaa vingine, viti, meza. Kwa mtizamo wangu waliofanya matendo haya kuiba vitu ni wauni. Kwa sababu mtu ambao una akili zako timamu na ambao unaelewa nini maana ya mali, huwezi kufanya matendo ya kumuibia mwenzio au mfanyabiashara ukijua kwamba yeye ameajiri watu ambao wanafanya kazi na hiyo ni sehemu ambayo anapata kipato cha kila siku kwa ajili ya kuendesha maisha. So mtu ambaye ana akili zake timamu hawezi kufanya matendo ya wizi au uvamizi. Kwa hiyo kwa mtizamo wangu waliofanya hivyo vitendo ni watu ambao ni wahuni. Kuja ni wahalifu, sio waandamanaji, kwa sababu ni watu ambao ni vijana ambao ni wahuni kabisa. Kwa sababu mimi naamini kama walikuwa wanaandamana, kwa nini waje tena watutetee sisi sanja? Maana maandamano si tuwe na amani, sio kuna shida ionekane. Kama walikuwa wanaona kuna matatizo, basi maelezo mzidi zaidi. Mpaka sasa hizi tuko nyumbani, hatujui tunafanyaje, hatuna kazi ya kufanya, yani hatuelewi.